Rais wa Marekani anaonekana kuwatisha washirika wake wa NATO juu ya mlango bahari wa Hormuz, akiwataka washirikiane kwa pamoja kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Kwa nini wakati huu rais huyo anafanya hivyo? Je, ameshindwa kupambana na Iran katika kuhakikisha anaufungua mlango bahari wa Hormuz, ama nini kipo nyuma ya pazia? Mlango bahari wa Hormuz umekuwa changamoto kwa rais wa Marekani Donald Trump katika mgogoro wake na Iran. Licha ya maombi yake ya kutuma meli za kivita, Ulaya na nchi nyingine nyingi hadi sasa hazijaonyesha shauku kubwa ya kuungana na Marekani. Baada ya hayo, Jumapili, Trump alitishia nchi za Ulaya na kusema kwamba kama hazitasaidia kufungua mlango wa Hormuz itakuwa mbaya sana kwa mustakabali wa NATO. Alirudia kauli hiyo katika mahojiano na shirika la habari la Financial Times, na tena alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kwenye ndege ya Air Force One akirudi Washington kutoka Florida. Trump alionyesha matumaini kwamba China itasaidia kufungua mlango huo wa bahari wa Hormuz kabla ya mkutano wake uliopangwa na rais wa China huko Beijing mwezi huu. Alidai kwamba China inapata 90% ya mafuta yake kupitia katika kituo hicho, licha ya takwimu kuonyesha kwamba ni 50% ambayo China hupata mafuta kupitia eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, huku ikipata 20% kutoka nchini Urusi na 30% kutoka mataifa mengine duniani. Mkutano huu kati ya Trump na Xi Jinping ulipangwa kufanyika huko Beijing mwishoni mwa mwezi Machi, lakini Trump alisema kwamba anataka China ichukue hatua fulani kabla ya mkutano huo, kwa sababu mkutano utafanyika baada ya wiki 2 na huu ni muda mrefu. Alisema kwamba ziara yake nchini China inaweza kuahirishwa, ingawa hakukuwa na taarifa zaidi za wazi kuhusu hilo. Maoni ya Trump yalitolewa siku moja baada ya kuomba msaada kutoka China, Australia, Ufaransa, Japan, Korea Kusini na Uingereza kujiunga na jaribio la pamoja la kufungua mlango bahari wa Hormuz ili kuhakikisha ulimwengu unapata mafuta. Matokeo yake, bei za mafuta zimefikia karibu dola 100 kufikia jana Jumatatu. Wataalamu wa biashara za mafuta wanasema kwamba ikiwa mgogoro huu utaendelea, bei za mafuta zinaweza kuongezeka zaidi. Kutokana na ongezeko la bei ya mafuta katika vita hivi, shinikizo limeongezeka kwa Trump pia ndani ya Marekani, na kwa sababu hii wiki iliyopita Marekani ilikubali kwa nchi nyingi ikiwemo India kununua mafuta ya Urusi ambayo yamepakiwa kwenye meli za mafuta ambazo zimeshikwa baharini kutokana na vikwazo. Trump amesema kwamba Ulaya na China kwa kiasi kikubwa zinategemea mafuta yanayotoka Ghuba. Trump alionya washirika wake kwamba ikiwa hakutakuwa na majibu inaweza kuwa mbaya sana kwa mustakabali wa NATO. Alisema itakuwa jambo jema kuona ni nchi gani itakayosaidia Marekani katika jitihada hizi. Ingawa hakutaja nchi maalum katika kauli yake ya hivi karibuni, alitaja muungano wa NATO na zile nchi ambazo anaona zinahitaji kujilinda. Hata wiki 2 zilizopita, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social akisema tunatumaini China, Ufaransa, Japan, Korea Kusini, Uingereza na nchi nyingine zitatuma meli huko Hormuz ili waweze kufungua mlango bahari huo. Trump aliongeza akisema kwamba hakutakuwa na lazima ya kusaidia Ukraine. Ukraine ipo maelfu ya maili mbali sana, lakini tuliwasaidia. Sasa tunaona kama watatusaidia, kwa sababu nimekuwa nikisema kwa muda mrefu kwamba tutawasimamia, lakini hawatatusimamia sisi, na sina uhakika kama watafanya hivyo. Katika chapisho la mitandao ya kijamii siku ya Jumamosi, Trump alielezea matumaini kwamba China, Ufaransa, Japan na nchi zingine ikiwa ni pamoja na Uingereza zitatuma meli za kivita kulinda mlango bahari wa Hormuz. Lakini mataifa hayo kwa kiasi fulani yamekataa katika kuhakikisha yanaungana na rais wa Marekani Donald Trump. Hispania ilielezea wasiwasi wake kutokuunga mkono mpango huo. Lakini hebu tuangalie sasa nini ambacho rais huyo anahofia. Kutokana na jinsi ambavyo mlango bahari wa Hormuz unavyolindwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, rais wa Marekani kupitia washauri wake walimweleza kwamba eneo hilo litakuwa ni moja kati ya maeneo magumu mno, na kwamba Marekani itatumia gharama kubwa katika kupambana kufungua mlango bahari huo, na hivyo ni vyema kutumia meli za kijeshi za kigeni kuweza kupambana kwa juhudi kubwa ili waweze kufungua mlango bahari wa Hormuz, na hii itasaidia ushindi wa Marekani. Huu ni mpango mkakati uliopangwa na Marekani katika kuhakikisha wanaofungua mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaonekana kushindikana, kwani washirika wa Marekani ni kama vile hawapo tayari kuungana na Marekani kufungua mlango bahari huo.
Sasa rais huyo wa Marekani inaonekana sasa anapanga mipango mingi juu ya kufanya lolote katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Lakini moja kati ya hoja alizozitoa ni kwamba mlango bahari huo utakuwa msaada mkubwa kwa nchi za Magharibi, na ikiwa hazitakuwa tayari ndizo ambazo zitashindwa kunufaika. Lakini wakati huu rais wa Marekani anategemea kwamba ni wakati ambapo angeweza kusafirisha mafuta kwa wingi kutoka katika nchi za Ghuba, ikionekana kwamba kutokana na uwekezaji wake mkubwa utaweza kulinda rasilimali za mafuta katika makampuni ya Marekani yaliyopo huko katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ndio maana rais huyo wa Marekani amekuwa akitoa vitisho kwa nchi hizo. Mpango wake ni kupata msaada wa kiulinzi kwa ajili ya makampuni yake ambayo Iran imesema huenda ikayashambulia wakati wowote. Mashambulizi ya Iran katika makampuni haya ni ikiwa hakutakuwa na uwezekano wa kupitishwa kwa meli za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, na hivyo ili Marekani isishambuliwe katika maeneo yake lazima wahakikishe mlango bahari uko wazi, lakini pia wahakikishe uwepo wa majeshi ya nchi nyingi utaifanya Iran kuachana na vita hivyo, hasa uwepo wa China katika eneo hilo. Na hii itakuwa ndio ushindi wa rais wa Marekani Donald Trump katika vita hivi. Lakini mataifa mengi ya NATO yamegoma na kusema kwamba hayahitaji kuingia katika vita visivyowahusu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.